Karibu katika simulizi. Ni mimi msimulizi wako King Suya. Karibu. Mimi naitwa Lena. Nimelelewa na baba yangu mzazi pamoja na mama wa kambo. Lakini alikuwa ananipenda huyo mama, maana yeye hakubahatika kuwa na mtoto, hali iliyompelekea baba yangu kutafuta mwanamke mwingine kuzaa naye, ambaye ndio mama yangu mzazi. Lakini mama yangu hakuwa inilea kabisa, ni kama walimtumia tu awazalie, wakamlipa kwa kumjengea nyumba kubwa tu. Sio kubwa tu, na ni ya kifahari pia. Na hata sikuruhusiwaga kwenda kwa mama yangu. Niliwahi kwenda mara moja tu wakati nipo darasa la kwanza. Sikukanyaga tena. Lakini mama yangu alikuwa anakuja kuniona angalau kwa mwaka mara moja tu. Alikuwa anapokelewa vizuri tu, na akiondoka pia walikuwa wanamfungashia zawadi nyingi mbalimbali. Harudi nazo kwake, akawa kama ndugu kwao. Mama yangu pia alikuwa na watoto wengine wawili, lakini sikuwahi kujuana nao kabisa. Lakini sikuwahi kujuana nao kivile, naona tu wakija na mama walikuwa wa kike na wa kiume pia. Maisha yangu yaliendelea kwa baba yangu, huku nikiwasiliana na mama yangu mzazi, maana nilikuwa nimeruhusiwa kuongea naye mama yangu. Na mama yangu wa kambo halikuwa ananidekeza sana. Kwanza watu walikuwa wajui kuwa hajanizaa yeye. Miaka ilisonga, mwisho nikamaliza kidato cha 4. Mwenyewe nilirudi nyumbani, maana nilikuwa nasoma boarding. Basi bwana, nilipopanda basi kurudi nyumbani, nilifika jioni nikiwa namsubiri mama anifuate. Nilingoja mpaka giza likaanza kuingia. Akafika. Wao mwanangu, hapo nimenuna hatari. Jamani, basi mwanangu, msimnunie mama, eti mzonda wangu. Sitaki, mimi nimekaa hapa, njaa inaniuma sana. Sorry my dear. Ni foreni tu mwanangu, usikasirike basi. Akanichukua tukarudi nyumbani. Hapo nimenuna hatari. Ananiongelesha sitaki. Tulifika nyumbani, nimkuta baba. Yani nilimkumbatiaje? Utasema sijamuona siku kibao, wakati imepita kama wiki 3 tu. Walikuja shuleni kwenye graduation. Nimekumisi sana binti yangu. Kwanza pole na hongera kwa mitihani. Asante daddy. Ila tu mama kaniudhi. Yanatamani hata kuzimia kwa njaa nilokuwa nayo. Basi mama kaniambia niende nikapakue chakula nile pamoja na baba. Nikafanya hivyo. Akaniambia, yani mwanangu, nina habari njema hapa. Nimeona hii likizo, ukisubiri matokeo uende ukamsalimie mama yako mzazi pamoja na ndugu wengine, maana hata wajui kweli. Daddy, kabisa? Lini hiyo? Nikameuliza hivyo. Siku yote utakayopenda. Sawa basi, acha nikae hata wiki kwanza nipumzike. Sawa basi, nimekaa. Baada ya wiki mama mzazi alikuja kunifuata twende huko kwake. Sasa nikawajiwe na ndugu zangu wengine. Niliandaa vitu vyangu vizuri, na baba akanipa mtonyo niweze kununua chochote pia nitakachokitaka. Akaniambia nikakae mwezi, ila nikiona vipi nirudi. Nikamwambia sawa daddy. Mama alikuja, niliwaga vizuri. Mama mzazi akaniambia, yani binti yangu, watafurahi sana nyumbani. Bibi yako na ndugu wengine watafurahi sana. Hata mimi natamani sana niwajiwe mama. Usijali mwanangu, ndo tunaenda
Basi tulisafiri tukawa tumefika mida ya kama saa 10 jioni, maana ilikuwa ni Morogoro, kwenda huko nyumbani. Ila kukua mbali, tukawa tumefika, yani kufika tu hapo nyumbani. Hapo kwenyewe tu tukakuta ugomvi, msichana na mvulana. Makamo yangu tu wanazichapa. Nye. Bala. Yani unajua nilishia kuganda. Mama bwana akaenda kuwapiga makofi. Wajinga nye, kila siku makelele tu. Basi wakaachiana. Huyo mvulana sasa akaondoka huku analalamika, dogo usinichezee, yani nitakuzimisha. Msichana naye afikiri alibaki nyuma, naye kelele, msichana mzima hujiheshimu. Basi naye kaondoka ndani akawa amenuna bala. Kulikuwa na wengine walikuwa wanashangilia eti. Walikuwa wasichana wawili na mvulana mmoja, wawili ndo niliwajua wadogo zangu walikuwa, ambaye ni msichana na mvulana. Lakini wale ambao walikuwa wanapigana na msichana mwingine, kwa kweli sikuwajua kabisa. Ila mama aliwachalua kweli kweli, yani mnashangilia ugomvi, yani mnapiga makelele tu, yani nyumba hii kutwa vibweka. Basi mimi nikijiuliza moyoni, kutwa vimbwanga. Basi kale kavulana ambaye ni mdogo wangu alikuja kunikimbilia kunipokea. Dada huyo akiwa anasema, karibu dada. Asante mdogo wangu. Akanisaidia begi, wale wengine hata hawana muda na mimi. Basi nikakaribia ndani, mama akanipeleka chumbani kwake. Utakuwa unalala humu. Na mimi, sawa mama. Akamuulizia mdogo wangu ambaye anaitwa Amani, bibi yako yuko wapi? Kafate bamia shamba, sawa? Kisha kaniambia na mimi, upumzike mwanangu, umeshafika nyumbani. Asante mama. Basi mama kaniambia, ngoja mimi nitafuti cha kupika. Basi na mimi nikampigia mama mlezi kumwambia nimeshafika. Basi akasema, sawa mwanangu, tutakuwa tunawasiliana. Sawa. Basi kiusingizi kikanipitia, nikaja amshwa na mama. Akaniambia, ukaoge uje kula, usiku shaingia, na uje umsalimie bibi yako. Sawa? Nikamwambia sawa. Mama nilitoka kwenda kumsalimia bibi, nikaoga, tukaenda kula. Baada ya kula, mama akaanza nitambulisha, mwanangu huyu najua utakuwa unamkumbuka, ni bibi yako. Ndiyo mama, na hawa wadogo zako utajua tu, Amani na Asha usiwajua kabisa, ni hawa wawili pamoja na yule mvulana ambaye tuliwakuta na gombana pale. Huyu ndio alikuwa anapigana naye, ni mapacha, huyo Kulwa na yule ni Doto. Nikasema sasa mbona yule mvulana alikuwa anamuita Kulwa wake dogo? Basi mama kaniambia, hawa ni watoto wa anko wako pamoja na yule mwingine naye anaitwa Zahara, naye ni mtoto wa anko wako, ana watoto 3. Anko wako na anti yako wamesafiri kidogo, wakirudi nao utaona. Sawa binti yangu, huyu ndugu yenu mwanangu kabisa, yani nadhani mnamkumbuka na mmemsikia sana, si ndio? Basi watoto wakasema sawa, tumemuona, ila naomba uwe makini na yule Doto, akili zake sio nzuri. Nami nikajisemea, nahisi anavuta bangi nini, maana simuelewi, yupo kama muhuni hivi. Kwanza ana vilasta. Basi bwana, tumeenda kulala, wale wengine wakawa wamelala chumbani kwao, ni chumba kingine. Asubuhi ilipofika niliamka, mama kaniambia nimtume Asha
au Amani akaninunulia mswaki. Nilitoka chumbani nikakuta wenzangu kibarazani wamekaa. Niliwasalimia, mambo zenu? Poa tu. Hakuwa na story nyingi na mimi wala sikuwa na story. Wakaendelea kupiga story zao. Nikamtuma Amani mswaki na dawa, maana ndo niliona anakao karibu hivi na mimi. Bibi naye akaamka, tukamsalimia, akaniuliza umeamkaje? Kula kamedakia. Wengine atuulizwe humu ndani, maana tuulizwe kabisa tumeamkaje. Jamani, mbona kazi? Hebu kelele huko. Wewe muone macho yake kama mchina vile, yani mlipokaji tu. Yani bibi alimchalua. Wengine Asha na Zahara wachawe walicheka. Kwa kweli mimi nilijikaza sikucheka, maana si unajua tendo mgeni. Basi bibi akawa anasema pale, baada ya akamwambia, badala mfanye usafi, mmekaa vikao mnapiga story tu. Hatujatuuliza tumeamkaje, labda tunaumwaje, huo usafi tutafanyaje? We mtoto, wewe endelea tu kuleta mdomo kako wako tu, nitakakata. Basi kama fujo pale, kaka mmoja akasema, huyu bibi tungemrudisha koloni sijui ingekuaje. Yani hujakoma tu wewe na kadomo kako wako. Basi akasema, sasa bibi sina kushauri. Unanishauri nini? Ungeenda kujishauri kwanza wewe, uchane hizo nywele zako hizo. Zizo timuliwa. Timu. Yani kwa kweli nishindo kabisa kujizuia. Jamani, tulicheka wote mpaka basi bwana Amani akawa ameletea mswaki na dawa. Akaniambia, dada, basi nitoe 200. Nikampa 500 iliyobaki chenji, maana nilimpa 2000 alininunulia mswaki. Basi wakina Kulo sasa hapo akasema, tunaona watu dada zao mabosi tu, ila na nyie. Nikaa nimesema hivyo. Basi Amani akasema, dada achana nao wao. Basi nienda zangu kuoga, nawaza hii nyumba jamani, mbona vituko sasa? Sasa mimi sijazoea kabisa makelele ati. Nilivyotoka basi kuoga, nikamwambia mama, humu kuna vituko. Akasema, hujacheka bado? So vituko yani, na kuna mauzi pia, tena sana tu. Tena wakikukela usiwachekee kabisa. Ila tunaishi kwa upendo tu, usijali mwanangu. Ila Doto tu ndo uwe naye makini, hao wengine wasikushughulishe, ni wanajichetua tu. Basi nikamwambia, sawa mama, nimekuelewa. Yule Doto kaa naye mbali, tena kaa naye mbali sana. Kwani ana tatizo gani? Mama kanambia, hana tatizo lolote, ni mibangi tu. Sawa, nikamjibu hivyo. Kesho yake niliwahi sana kuamka mwenyewe, yani nilienda kuoga. Sasa nakutana na Doto, sijui katoka wapi asubuhi yote hiyo. Sijui kulala pale, akaanza kuniongelesha, oya vipi dadake, salama iti mimba. Nikamjibu, poa. Mzima wewe? Mimi mzima. Dada hilo waitwa nani? Naitwa Lena. Mimi nite Chuma au Jiwe la Kiyama. Nikaa nimeguna. Nikamwambia, ndo majina yako? Ndiyo, yani wewe popote ulizia kitaa hiki chote
Chuma ndo nani? Watakwambia Chuma ndo mimi. Sawa kaka, nashukuru kufahamu. Basi mimi nilipenda vile anavyoongea, kwa kweli nilipenda sana. Ndio dada langu we, tamba popote. Kitaa hiki hakuna mtu anaweza kukuzingua kabisa, na hata kukuzingua mwambie unamjua kaka yangu jiwe la kiyama au Chuma. Mimi ndo chifu wa eneo hili. Sawa Nikamwambia sawa, nimekuelewa kaka yangu, nimekuelewa sana. Sasa kidogo mama alitoka, akawa anamwambia, unamwambia nini dada yako? Anti, nini bwana wewe, tulia kwanza. Huyo upande mwingine, huyo mke wangu kabisa, bila msikenya chaamu. Sasa wewe utulie tu hapo. Sawa anti, wewe tulia tu hapo, usubiri mahali. Haya bwana. Basi mama aliniambia mzoe tu huyo na mibangi yake, ila usimzoe kivile, salamu tu basi. Wakati huo mwenyewe aliingia chumbani. Zahara, Asha na Amani walikuwa wameenda shule, walikuwa na mitihani ya kufunga shule. Zahara alikuwa form 3, Asha la 6 na Amani darasa la 3. Mama aliondoka nyumbani, anakopeshaga vijora na viatu. Kwa hiyo alienda zake, nikabaki na bibi hapa nje. Kuna kiduka ndo bibi alikuwa anauza. Kulu alikuwa chumbani kwao, alikuwa amelala, alikuwa asome kabisa, maana niliambiwa ameishia form 2 na Doto naye kaishia darasa la 7. Walikuwa wamekataa shule kabisa, wote walikuwa wamekataa. Akameniambia nifate vitafunwa tunywe chai. Alinipa buku, alikuwa amenipa buku jero, watu 3, kila mtu 5. Nikajifikiria mbona Doto hajampigia mahesabu. Mimi nikaamua nimnunulie kwa hela yangu. Nikaa nimerudi, bibi kama niambia ninywe tu, yeye ana wateja. Nilienda kumgongea Kulwa, akasema Kulwa kaniambia nianzege kunywa, yeye atakuja. Basi nikaa nimeenda na kwa Doto, maana nilihisi ana njaa tu. Hodi, karibu, ingia. Nikasita kuingia. Nilikuwa nakaribisha chai. Dada Rena, poa, ndo natimba huko, usijali mie. Nikakaa zangu, nikaanza kunywa kidogo. Mara alitoka. Dadangu na moyo sana, unadhani wengine wangeniita basi? Kwa nini huwa wakuiti? Au kwa nini wasingekuita? Sio ananichukulia kama mimi mento, kumbe mimi maakili yani maakili mengi yametulia tu hapa. Hilo ndo vizuri, wamenikumaza kiume. Mwanaume kukaza, nisitegemee vyao kabisa yani. Sawa. Basi tukawa tumekaa pale, tukawa tunakunywa chai, huku tunapiga story. Nikamzoea ghafla tu, ngoja niingie kitaa hapa, ushanijaza energy. Basi nikamwambia sawa kaka. Akaondoka zake. Kulwa akatoka. Yaani wewe unajikuta kuzoeana na yule chizi, mbona ujitaki? Yaani hata sikumjibu. Nikampelekea bibi chai yake. Hiyo siku anko na anti wakawa wamerudi nao. Siku moja nikamuuliza bibi, kwani maziwa mtindi anauza wapi? Bibi akaniambia mbele tu hapo, hata sio mbali.
ngoja tu Amani akija hatakupeleka. Nikamwambia nielekeze tu bibi, niende mwenyewe. Akanielekeza, nikaenda nishangae na mimi mazingira. Nilivyokuwa narudi sasa, ile njia kuna jumba bovu, asitokee mkaka kwa nyuma. Na mbele akatokea mwingine. Nikasema nimeingia uwanja wa masela sasa. Usisahau kusubscribe, kulike na comment. Tuendelee. Wakaniambia tulia. Wewe demo unajiamini nini kupita njia hii? Unajiamini nini kupita uwanja huu wa dhambi? Nilipigwa kibao kimoja. Nikakaa chini. Na akanipokonya simu. Wakaniacha, akaniambia potea. Unaleta usisa du watu hapa. Nilikimbia hata sikumbuki maziwa. Yani sikumbuki kabisa maziwa yanadondoshea wapi. Nilikata kona. Mwamba mwenyewe chifu wa mtaa akawa amenidaka mkono. Hapa nina wenge. Nikakumbuka tu niliambiwa nisizoeane naye kabisa. Afundo yupo na masela wenzake. Unakimbia nini dada yake? Nikawa nataka kujitoa, siwezi. Tulia wewe. Aliongea kwa hasira sana. Nikasema ngoja niwe mpole. Nikasema ngoja niwe tu mpole leo, maana nimeingia chocha na jambazi. Akawa ananiuliza umefanyaje? Yani hata kumjibu siwezi. Halisi tu nimeibiwa. Akanivuta kwenda kule kwa wenzie hapo. Kule kwa wenzie. Hapo natembea, hebu tulia. Hapo natetemeka. Akaniambia hebu tulia kwanza. Kwani unajua uko na nani hapa? Tulia. Umeibiwa Nikametikia kwa kichwa. Akaita, "Wewe masela, hebu njooni." Wakatoka wale wengine kwenye ule mjumba. "Umemrudisha tena? Wewe tushamalizana naye. Oya, nisikilizeni. Mlichomchukulia mrudishieni sasa hivi." Toka lini ukawa na huruma? Mwanangu apatika kuna mademu hao. Mademu wenyewe wageni. Maana sisi mashemeji zetu wote tunawajua. Basi Dotoka amesema kwa hasira, "Jamani, sitaki kuongea sana. Rudisheni faster. Huyu ni mke wangu kabisa yani. Yaani mkimwongelea anti yangu, huyu ni mwanae kabisa." Basi wale wenzake wanasema, "Sasa sisi tungemjuaje kwamba staff haibiwi? Sisi tungejuaje usimngetambulisha?" Walinulia mengine wale wenzie. Wakaniambia, "Tusamee, wewe sasa hivi pita hata saa 9 usiku. Hakuna atakaye kugusa kabisa yani." Basi nikabidi niondoke. Nilifika nyumbani, kuna mkaka akanisimamisha. Akaanza kuniongelesha. Basi kula sijui alikuwa ametokea wapi. Akanipiga kipepsi. Akasimama katikati yetu. Sasa mimi kosa langu nini? Nikajisemesha pale. Nikarudi nyumbani, hata sikumwadisia bibi kilicho jili huko mtaani. Basi nikawa napiga story nyingine. Basi Kulwa akawa amerudi. Kanuna. Akanamwambia bibi, "Basi bibi, ongea na mjukuu wako vizuri, anga zangu asipite." "Anga zipi wewe binti Shomvi? Muulize vizuri. Anajua songei sana. Yaani huyu kama kalogwa. Achana naye, hata akikuongelesha tena usisimame naye." Basi Doto akawa amerudi, akawa anasema, "Eti wake zangu hao, ila bibi sasa hivi umeisha. Nimepata mke mpya." Basi hiyo kwa mbaki kutaniana na bibi. Kidogo bibi aliingia dukani. "Ila dangu, naomba unisamee. Masela zangu wale walijaribu kukuzingua.
lakini sababu walikuwa hajui, ila wameshasikia kwa dada yangu. Usijali wa nini. Saa ndio hivyo, mimi hapa ndo mtemi wao. Kwa hiyo usijali, na hapa nyumbani mtu yoyote akikuzingua niambie, nimuonyeshe. Hasa huyu Kulwa huyu. Sawa? Nikamwambia sawa, nitakwambia. Na kwa nini hamuelewani na Kulwa? Yani simpendi kinoma, jeuri sana yani. Anazingua bwana. Unali bwana lake sipendi kinoma, lakini yeye halile kabisa, na mngangania. Juzi tu hapo katoa mimba. Simpendi kinoma, kwa kuletea noma. Tuambie tu, sawa? Nikamwambia sawa. Basi Doto aliondoka zake, maana akagi sehemu moja kabisa kitulia. Sasa bwana, kina Kulwa walikuwa chumbani. Huko chumbani kwao wanapiga story. Ilikuwa jioni, mimi sasa kujipitia kwenda chumbani kwa mama huko. Nikasikia wanaongea. Yani mimi simpendi haswa na shangazi anavyomshobokea. Kama vile babake anampenda sana. Kama angekuwa anampenda, singeishi naye. Kamzalisha tu jamani. Yani mama sijui naye vipi. Yani kama yafanya biashara tu. Na babake sasa anamleta tena huku. Sisi wa nini? Tuna shida na udugu kwani? Tunashangaa hata mimi kulazimisha udugu huo. Tena hata sijamwambia. Leo nimemkuta amejisimamisha na Amadi wangu. Ikawaje? Nishamuonyesha. Yani nitakuja vunja miguu yake aondoke kwao amebebwa. Basi mimi ndo kajiuliza, mimi ndo nimekosa nini sasa? Mbona nisema hivyo? Shangazi, mbona unachungulia? Si uingie tu. Kaambia nishatoka. Njoo huku tucheki movie basi. Sawa, nakuja auntie. Basi nikaenda sitting room kucheki movie. Lakini auntie mwenyewe sasa pia akawa anasinzia. Yani ni kama nilikuwa naangalia movie peke yangu. Maana mtu mwenyewe nilikuwa naangalia naye ndio hivyo anasinzia. Basi wakina Kulwa nao wakawa wamekuja. Mimi kimya kidogo. Basi mimi kimya nikaa nimetulia. Kidogo simu yangu ikawa imeita. Kuangalia mwana baby wangu. Basi nikapokea faster. Hello. Wakageuka kuniangalia. Hello my baby girl. Hello my baby girl. Mzima? Kama mimi mzima baby yangu. Yani nimekumisi tu. Kweli kabisa mke wangu. Mimi pia nimekumisi mume wangu. Yani hapata sielewi. Nikamwambia wait. Tutaongea baadaye. Niambie tu. Akaniambia sema kesho nakuja Morogoro. Nataka tuonane. Nikamwambia kweli baby? Ndio, nataka nifike mpaka ulipo. Yani baby, karibu sana. Akaniambia asante, unafanyaje? Nikamwambia na cheki movie tu hapa. Mama ni mzima? Nikamwambia mzima. Basi akaniambia msalimie sana, na nikamwambia zimefika. Sawa basi, check movie then baadaye tutaongea vizuri. Sawa, hamna tatizo kabisa.
Sawa, kesho uwe karibu na simu yako basi. Pia uweke location on. Sitaki usumbuke, sijui utoke uje kunifuata, nifuate hadi mjini huko. Sitaki usumbuke. Au itawezekana? Kaambia inawezekana, usijali. Sawa, later mama. Kaambia okay. Nakupenda. Kaambia nakupenda pia mke wangu. Thank you, bye. Basi nikaendelea na yangu. Nikasema kesho ifike jamani, wamuone baby wangu Nyao. Hawa wanadhani mimi na shida naweka bwana Kawa Hamadi. Sina kabisa na wakabibi Kawa wako. Basi ndugu msikilizaji wa simulizi zangu za King Suya, usikose katika mwendelezo sehemu ya pili. Ulikuwa na mimi msimulizi wako King Suya. Usisahau kusubscribe, kulike na comment. Bye.